Tunatarajia kutoa mikopo kwa vikundi 60. Ziko fedha zilizotengwa milioni 920 mpaka sasa. Kwa hiyo fedha hizo zimetengwa kwa ajili ya kutoa mikopo. Kwa hiyo tunategemea kufikia vikundi 60. Na vikundi hivyo ni vikundi vya watu wenye ulemavu, vikundi vya vijana na vikundi vya wanawake. Wanawake watapewa 4% ya fedha hizo, na vijana watapewa 4% ya fedha hizo, na vikundi vya watu wenye ulemavu watapewa 2% ya fedha hizo. Ndugu wananchi, ni waombe msiwe na hofu. Fedha hizi mkija kuziomba zitaingia kwenye akaunti zenu. Yaani hakuna mtu atakayepewa fedha mkononi. Na kama kuna afisa maendeleo ya jamii tena hapia, naamini kwamba hayupo, kwamba atakwambia mgawane kwa njia gani wakati iko kwenye akaunti yako. Kwa hiyo hakuna kitu kama hicho. Nyie nendeni kwa maafisa maendeleo ya jamii, ni wema na ni waaminifu, watawaelekeza vizuri na mtapata mkopo, mtafanyia shughuli zenu. Lakini niwakumbushe kurejesha. Marejesho ni lazima, kwa sababu huu sio msaada, ni mkopo, na mtasaini fomu ya mkopo na muhakikishe kwamba mnarejesha kulingana na mkataba mtakao kuwa mmeisaini. Kuna shida, kuna watu ambao ni watu ambao umri wao umeenda, na ninapozungumza habari za vijana hapa nazungumza watu wenye umri wa miaka 18 hadi miaka 45 kwa sasa. Kwa hiyo watu ambao umri wao umevuka pale, basi wajiondoe kwenye vikundi hivyo vya vijana, waanzishe vikundi vingine, kwa sababu wanawakosesha vijana wale fursa ya kupata mikopo hiyo. Kwa sababu hata kama yupo mtu mmoja tu, basi atawakosesha mkopo huo kama umri wake umezidi. Kumbukeni, wanachama wote namba zao za NIDA zinaingizwa kwenye mfumo. Kwa hiyo itajulikana tu wewe ni umri wa miaka mingapi. Lakini mimi nahamasisha sana wanawake ili waweze kujitokeza kwa wingi, waweze kukopa hizi fedha, na mikopo hii wanaokopa iweze kuwasaidia. Kwa hiyo sisi tuko hapa kama maafisa kwa ajili ya kuwaelekeza kwamba mikopo hii wanavyokopa kweli wawekeze kwenye masuala ya uzalishaji kiuchumi, wawe na miradi ambayo ni endelevu. Manake tunapata changamoto nyingi ambazo wanawake wanakopa lakini wanagawana zile hela, mwisho wa siku baadhi ya watu wanatoroka, kwa hiyo urejeshwaji unakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sisi rai yetu ni kuwaunganisha wanawake ili waweze kukopa ndani ya kikundi na kuweza kufanya miradi ambayo kweli watazalisha na itawasaidia kuepukana na changamoto hizi za kukopa kwenye hizi taasisi ambazo zina riba kubwa. Mikopo yetu sisi haina riba kabisa. Unakopa na bado unapewa grace period ya miezi 3. Kwa hiyo ukikopa leo unapewa miezi 3 ndio unaanza kurejesha. Unaona mama alivyotuweza kufanyia mambo mazuri. Kwa hiyo tunawahamasisha wamama wote waweze kukopa hizi fedha kwa ajili ya maendeleo. Tunatoa huduma ya CHF iliyoboreshwa, ambapo wananchi wanapata huduma ya matibabu kwa gharama nafuu ya shilingi 30,000 kwa kaya, ambayo wanakaya kuanzia mtu mmoja hadi 6. Kwa jumla hawatozidi 6, na wanalipia hiyo shilingi 30,000 kwa huduma ya matibabu kuanzia ngazi ya zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya na hospitali ya mkoa, ambapo mwananchi atapata huduma zote za msingi katika vituo hivyo ambavyo vinaweza kupatikana ndani ya wilaya, nje ya mkoa na ndani ya mkoa. Kwa kusafiri popote ndani ya nchi anaweza kupata hiyo huduma. Shukuru sana halmashauri yetu ya wilaya ya Ilemela kwa mambo yanayotufanyia wanawake, na waomba wanawake wenzangu tuinuke